na ili neno msidanganyike. Kati ya maonyo mengi ambayo Mungu ameonya kupitia manabii na watumishi wake, mojawapo ya maonyo ambayo tunaona ni hili ambalo linasema msidanganyike. Na ukiangalia katika ulimwengu tulioko sasa, utagundua kwamba chanzo cha maovu mengi kimetokana ama kimesababishwa na udanganyifu. Chanzo cha maovu mengi unayoona, nikiweka hii microphone chini tuanze kuyahesabu maovu ambayo yanafanyika katika mitaa yetu, katika nchi yetu, katika dunia nzima, imetokana na udanganyifu. Na si udanganyifu kidogo, udanganyifu ambao ulitokea tangu pale mwanzo wakati shetani alimdanganya mwanamke. Hapo ndio uovu wote ulianza katika ulimwengu, au kuanza na mambo mengi ni katika udanganyifu tu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, tangu mwanzo shetani alipomdanganya mwanamke na uovu kaingia katika dunia, basi shetani alijua siri moja, ya kwamba nikitumia hii silaha ya udanganyifu ninaweza nikamwangaisha mwanadamu, ninaweza nikaleta mateso mengi, ninaweza nikaleta changamoto nyingi katika maisha ya mwanadamu. Maana aliona kwamba alipofanya zoezi pale kwa watu wa kwanza ambao walikuwa na Mungu, walikuwa wana uhusiano wa Mungu moja kwa moja, alipofanya exam na akapita, akaona okay, hii ni silaha tosha. Na kuanzia siku hiyo imekuwa ni silaha ya shetani ya kudanganya wanadamu na kudanganya ulimwengu wote. Na ndiposa nimetangulia kusema kwamba katika neno la Mungu, utasoma ni Agano la Kale mpaka Jipya, utapata maonyo makubwa ambayo tunapata ni pamoja na usidanganyike. Tuko pamoja? Timotheo wa kwanza anaweka vizuri akizamia ili neno la kudanganyika. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 13 na 14. Taniruhusu nisome kwa haraka tafadhali. 1 Timothy chapter 2 verse 13 and 14. Anasema, kwa maana Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Unaona hayo maandiko yanavyotuambia pale? Hii haileti maana ya kwamba sitaki tuwe na mjadala wa kuongea kuhusu mwanamume hakudanganywa. Tutakuwa tunaenda nje ya mada kabisa. Lakini Timotheo analenga kueleza jamii na kueleza kanisa na watu wa Mungu mahali uovu ulipoanza. Kutoka pale mwanzo kabisa, anasema mwanamke alidanganywa kabisa na shetani. Na kuanzia pale kwa mwanamke kudanganywa kabisa, yani hii kabisa ndio ilimpatia mwanamke mpaka uwezo pia wa kumdanganya naye Adamu. Manake alikuwa amedanganyika kabisa. Hakuna kitu hata kidogo kilikuwa kimebaki kwa yule mwanamke cha kudau ule uongo wa shetani, ya kwamba anaweza kusema ama sivyo, ama ni vipi. Yani shetani alimdanganya kabisa yule mwanamke. Hakuwa na jambo la kuwaza tena, hakuwa na kitu cha kufikiria labda naweza kujaribu kitu kingine, mpaka alikuwa tayari kumshawishi mumewe naye kwa uovu udanganyifu. Na uovu ukajaa duniani kwa kitu kidogo tu. Na kiita kidogo manake udanganyifu. Tunapoendelea kujifunza utagundua upo hata hapa tulipo. Kanisani. Jamaa fulani alikuwa anahubiri siku fulani church ya home huko nikiwa, na akawa anasema nimeshangaa sana, kuna hata Wakristo wengi watakosa ufalme wa Mungu kwa sababu ya hili neno udanganyifu. Ni wadanganyifu kiasi ya kwamba mtu hata akiwa kwenye simu na unasikia tu story anaambia mwingine ni hizo story za uongo. Na ni mshirika mwenzako. In fact hata mnaweza kuwa mko naye hapo alafu apigiwe na mtu
na kwa sababu kwa mkutano wa kanisa na hataki kutoka, na anatumia hiyo simu kudanganya. Anamwambia mwenzake niko njiani, ndio huyo mimi nakuja, ili mwenzake asiharakishe aende, ili amsubiri na amalize na mkutano. Sasa ukiangalia lile jambo linakaa ni kitu kidogo sana. Linakaa ni jambo la kuweka mambo sawa, angalau nimalize huu mkutano na pia mwenzangu nimpate. Unaona ni jambo ambalo linaweza kukubalika tu kijamii. Lakini ukiangalia ndani yake ni shetani anatumia kama silaha yake ya kuleta mateso. Na maneno hayo unikamate vizuri. Shetani anatumia hii kuleta kitu inaitwa mateso na changamoto katika maisha ya mwanadamu. Maana hilo ndilo alilotuletea wakati huu Timotheo anayotutajia. Mwanadamu alikuwa anakaa bila mateso, hakukuwa na mitego ya shetani ya akipita huku sijui kunatokea jambo gani, hakukuwa na hayo mambo. Na alijua ili nimpate huyu mtu na mdanganya. Na kwa hivyo somo hili tutalizamia kwa sana, nitumie neno la Bishop hapa anapenda kutumia, tutazamia sana na tutazingatia vipengele vitatu tunapojifunza. Tutazingatia 3 elements ama vipengele vitatu katika kujifunza somo Sidanganyike. Tutajifunza nini maana ya kudanganyika. Hiyo ni moja. Ya pili, tutajifunza jinsi mwanadamu anavyoweza kudanganyika. Na hapa tutazama sana. Maana watu hawajui jinsi wanavyoweza kudanganyika. Unaweza kufikiria mjanja sana ama mimi naweza kukwepa sana mtego. Can you imagine huyu mwanamke ambaye alikuwa anashiriki na Mungu moja kwa moja, na mwanaume pia ambaye alikuwa anashirika na Mungu pale Edeni, Mungu angekuja adhuhuri na wapige story, lakini alidanganyika. Tena taajabu ni kwamba alidanganywa na maneno yale ambayo anajua ukweli kuyahusu. Maana Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu na akamwambia, Bwana, wewe nimekuumba kwa mfano wangu. Yaani kwa maneno mengine Mungu aliambia mwanadamu, wewe unafanana mimi. Lakini shetani akatumia, hebu angalia ujinga wa mwanadamu. Shetani akatumia maneno yale akamwambia, wewe hujui kwamba ukila huu mti utakuwa kama Mungu. Na Mungu alikuwa amemwambia wewe ni kama mimi tayari. So shetani anatumia maneno yale lakini mwanadamu amezubaa tu. Akumbuki hata amwambie shetani, wewe sikiza, mimi tayari nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, mimi ni kama Mungu. Lakini siku hiyo sijui alisahau kwamba Mungu alimwambia wewe ni kama mimi. Na akaambiwa kula ndio utakuwa kama Mungu. Yaani unaona hiyo mchanganyiko na akadanganyika kabisa. Na maneno yake. So tutaangalia jinsi mwanadamu anavyoweza kudanganyika. Lakini pia tukimaliza tutaangalia jinsi ya kufanya ili kuepuka udanganyifu. Maana ya neno msidanganyike, hiyo ni ya kwanza. Ya pili itakuwa jinsi mwanadamu anavyoweza kudanganyika, na tatu itakuwa jinsi ya kufanya ili kuepuka udanganyifu. Basi nikiuliza tu, labda niilete kwetu kwa dakika moja, nini maana ya msidanganyike? Unaposikia msidanganyike, ni nini hasa maana ya neno hili? Neno lenyewe, do not be deceived. To be deceived, kudanganyika. Ili tutalifanya pamoja. Nini maana ya msidanganyike? I think usidanganyike limetokana kwa neno udanganyifu, ndio? Udanganyifu. Kama tunalenga udanganyifu. Good. Haya, pendelea. Sipotoshwe kupitia uongo. Sipotoshwe kupitia uongo. Sipotoshwe kupitia uongo. Mimi naweza sema ni kinyume cha ukweli. Ambao ni uongo. Ni jibu zuri, kinyume
cha ukweli. Cha ukweli. Alafu nashangaa ilikuwa kwaje Shetani aliweza kumdanganya mwanamke na maneno aliyokuwa anatumia ni kama yale ambayo Mungu alikuwa amemwambia ya kwamba wewe utafanana na wewe ni mfano wangu. Na Shetani anamwambia wewe ukila utafanana na Mungu. Sijui ni Kiswahili alibadilisha ama ni lugha alitumia nyingine. Mimi? Yes. Mtazamo wangu usidanganyike. Ni kukubali uongo pale ambapo unajua ukweli. Kukubali uongo pale ambapo unajua ukweli. Majibu mazuri haya yote na kubali sana. Yatatusaidia sana tunapoendelea kujifundisha. Ni hali ya mtu kukubali uongo wakati ambapo anajua ukweli. Yaani anajua hili ndilo la sawa, lakini anasikia maneno mengine hapo na anaambatana na hayo maneno. Anakuwa amedanganyika huyo. Huo mfano nafikiri unaweza kuwaka pale kwa nani hao, si ndio? Anajua ukweli kumhusu, lakini anaambiwa maneno mengine na mtu mwingine na anaamua okay. Sasa ni kama Mungu alikuwa amesema, ni kama Mungu hakuwa amesema nitakuwa kama yeye, na ni kama Mungu hakuwa amesema nitaishi milele, nitakufa, kwa hivyo wacha nikubali hii ndio niishi, niwe kama Mungu. Kuna mtu ana kitu kingine? Kuna kitu nataka nikitaje hapa hata tunapojifunza kuhusu tusidanganyike. Kuna sababu kubwa sana ambayo Yesu aliweka zile huduma 5, the fivefold ministries. Kuna sababu kubwa ambayo Yesu aliweka wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa wainjilisti, ni gani sijataja? Walimu. Na wengine kuwa walimu. Kuna sababu Yesu akaweka hizi huduma. Moja ya sababu ambazo Mungu aliweka hizi huduma 5 kanisani ni pamoja na kanisa watu waendelee kukua na kufikia utimilifu wa Kristo. Asifiwe Yesu. Amina. Jambo lingine ni kwamba Yesu aliweka hizi huduma 5 ili kazi ya injili ama neno liendelee. Lakini kuna nyingine ambayo ninapenda sana ya sababu ya Yesu kuweka hizi huduma 5 ni pamoja na sisi tusiweze kudanganywa na upepo wa kila elimu na kupotea. Oh yes. Right. Na hii ambayo nimeitaja mwisho inaoana sana na neno letu tusidanganyike. Maana Yesu hakutuacha tu, alituwekea mpaka hizi huduma 5. Akaweka wengine kuwa manabii, wengine kuwa walimu, wengine wachungaji, wengine wainjilisti na mitume. Eti Yesu amelenga tu hiki kitu ya kwamba tusibebwe na upepo wa kila elimu na kudanganyika. Tukapotea. So uko uwezekano wa wanadamu kufuata mafundisho potofu na kudanganywa. Kwa sababu anaposema kwamba sababu nyingine ya kuweka hizi huduma ni kwamba tusiweze kudanganyika kwa kufuata elimu za kila namna, ina maana ya kwamba kuna uwezekano ya elimu zingine kuwepo. Na Yesu alijua. Juzi tulikuwa tunajifunza Matthew 24, chapter 24. Na Yesu aliongea vizuri pamoja na wanafunzi wake akiwaambia kwamba msidanganyike, kwa maana kutakuja mpaka makristo. Sio tu elimu, kutakuja makristo. Yesu alitumia hiyo kuonyesha bure kabisa. Walitakuja makristo wa uongo. Na watawadanganya kwa mambo yote ambayo Yesu alisema. Kuhusu siku za mwisho, kuhusu wokovu, kuhusu uzima wa milele, kuhusu mwana wa Mungu, watawadanganya kuhusu mambo yote.
Sure. Ndiposa Yesu akaweka hizi huduma ili kanisa tuweze kufikia utimilifu wa Kristo. Otherwise hatuwezi kufika bila kuhudumiwa na hizi huduma ambazo Yesu ameweka. You are right. Nitapeana Waefeso 4. Msijali, ili somo tutakuwa na maandiko mengi sana, lakini hii yote imelenga kutusaidia sisi tusidanganyike. Waefeso 4:11 hadi 14. Ningependa tu mmoja tusomee hii tafadhali. Waefeso 4:11 hadi 14. Yasoma. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku, na tukichukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Amen. Hii ni mojawapo ya andiko ambalo linanijenga sana ninapolisoma na kuzingatia maonyo tusidanganyike. Maana anasema kwamba kumbe tusipolelewa kwa